الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، leo ni siku ya kwanza kufanya darsa katika msikiti huu kwenye eneo hili, na hatuendelezi ile darsa yetu tunayosoma kule Masjidu Sahaba, lakini hii itakuwa ni darsa mpya na tutaifanya kwa utaratibu mwingine. Ni darsa ya tafsiri ya Qur'ani, lakini tutasoma kwa kuanzia nyuma ya msahafu juzu ya 30, alafu tutaendelea juzu ya 29, 28 kwa mpangilio huo. Na kuna umuhimu wa kufanya hivyo kwa sababu mara nyingi tukiswali huwa tunatumia hizi sura ndogo ndogo, na wengi wetu huwa hata hatuzifahamu maana yake. Kwa hiyo nimependelea au nimeonelea tuzisome hizi sura ndogo ndogo, alafu tutaenda kwenye sura kubwa. Kule tumeanza sura kubwa, tunakuja kwenye sura ndogo ndogo. Ala kuli hali tunaweza tukapata huku na huku, na kadiri tutakavyopata maarifa tutakuwa tunaboresha ibada zetu, na pia tutakuwa na ufahamu mzuri kwenye dini yetu kwa ujumla, kwa sababu sura hizi ndogo ndogo ndizo zilizofundisha akhlaqi. Ni sura nyingi yao zilishuka Maka, na sura za Maka hazikuleta habari ya sala wala zaka wala miamala, zilikuwa zinazungumza akida na akhlaqi. Kwa hivyo ni muhimu, kwa jinsi jamii yetu ilivyochafuka na dini ilivyopotea mioyoni mwa watu, tukazifahamu na tukaweza kunufaika nazo kama walivyonufaika nazo masahaba. Kaja Mtume sallallahu alaihi wasallama, dunia ilishapoteza dini, pamoja na kwamba tulikuwa tunaambiwa zipo dini zilizotangulia za watu wa kitabu, lakini mpaka Allah akatuma mtume mwingine akateremsha kitabu kingine. Ni kwa maana vitabu vilivyotangulia kuteremka na mafunzo ya mitume waliotangulia kabla yake yalishapotezwa katika hii dunia. Kwa hiyo akaletwa mtume huyu kwa ulimwengu mzima. Makusudio ni kwamba watu walioshika dini zao walipaswa nao wamuamini na wamheshimu na wamtii. Kwa hivyo wale ambao Uislamu ulikuja kuwakuta kwenye ujinga, walioishi zama za ujahilia, na wale watu ambao walionekana wana ustaarabu wa kiimani, wana dini ambazo asili yake ni vitabu vilivyopita, wote walikuwa wanalazimika kumfuata mtume huyu wa mwisho. Na kama tulivyopitia aya tofauti kwenye sura kubwa tulizoanzia kule, ni kwamba watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara, na wao ni mukallafina katika kumkubali na kumtii mtume huyu na kufanya mambo yao kwa mujibu wa kitabu hichi kilichoteremshwa zama hizi, mtume ambaye yeye na kitabu chake wamezungumzwa kwenye vitabu vilivyotangulia vya Taurati na Injili.
Kwa hiyo alifanikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kubadilisha nidhamu ya ulimwengu na tabia za watu kwa sababu ya wahi aliyoteremshiwa. Na kwa muda wa miaka 13 aliyoishi Maka hakuteremshwa maagizo ya ibada wala miamala wala wajibati mbalimbali, isipokuwa Allah alikuwa anajitangaza kutumia dalili na hoja, na watu wakafunzwa akida ambayo muumini anapaswa kuwa nayo, na wakawa wanafundishwa akhlaqi, tabia, vipi mtu anatakiwa awe katika maisha haya. Kwa hiyo mengi katika hayo tunayapata kwenye sura hizi zilizoteremka Maka. Tutaanza nazo kwa kuanzia sura ya kwanza, Suratul Fatiha. Alafu tutakwenda sura ya 114, Suratul Nas. Tutakuja sura ya 113, Falaki, na tutakwenda kwa utaratibu huo insha Allahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghlubi alayhim waladdallin. Suratul Fatiha kwa bahati nzuri tulianza nayo katika darasa yetu ya Masjidu Sahaba kwa sababu ndo sura ya kwanza kwa utaratibu wa mashafu. Tulipoimaliza sura hii ya kwanza tukaenda kwenye sura ya pili ambayo ndo tunaendelea nayo sasa, Suratul Baqara. Tukiimaliza inshallah uhai ukiwepo tutaingia sura ya tatu, Suratu Ali Imran, kwa utaratibu kama huo. Kwa hiyo tumeshaisoma Suratul Fatiha, na tukiimaliza hii tutaingia kwenye Suratu An-Nas, sura 114. Kwa ufupi, kwa sababu tunasoma Qur'ani, kuna adabu ya kusoma Qur'ani tumefundishwa kwenye Qur'ani yenyewe. Allah amesema kwenye sura ya 16, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Unapotaka kusoma Qur'ani, kwanza taka ulinzi kwa Allah akulinde na shari ya shaitani aliyefukuzwa kwenye rehema za Allah. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabla ya kufanya chochote ni kutaawadh, kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, nataka ulinzi kwa Allah anilinde na shari ya shaitani aliyebaidishwa na rehema za Allah. Qur'ani ni mwongozo wa maisha ya mtu, na shaitani ana ahadi kachukua kwa Allah atawapoteza watu wote, hatokubali waongoke, kwa sababu yeye kapata laana, akamthibitishia Allah kwa kiapo, nitawapoteza wote. Aya hizo ziko nyingi kwenye Qur'ani ambazo shaitani, Iblis, kaahidi atampoteza binadamu. Sasa haitakuwa kazi rahisi, pamoja na kwamba akili yako itakutuma mimi nimesilimu, ni Muislamu, na kusudia kufanya jambo la kheri la kumridhisha Mola wangu. Si kazi rahisi kwamba hiyo kheri kwa sababu unaifanya kwa kumridhisha Allah iwe rahisi, kwa sababu ina adui hatotaka uiendee kheri hiyo. Utakapojikusudisha kufanya kheri yoyote, lazima uhakikishe mbele kutakuwa kuna obstruction, kikwazo, kiziwizi, na mmiliki wa vikwazo hivi ndo huyo shaitani. Kwa hiyo Allah akatufunza, ukitaka kusoma Qur'ani, na si kusoma Qur'ani tu,
ukitaka kufanya jambo lolote la kheri, kwanza muombe Allah akulinde na shari ya yule kiumbe ambaye ana lengo la kukuvurugia hiyo kheri, wewe usinufaike nayo. Kwa hiyo kwa muktadha wa kusoma unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim kabla ya kuanza kusoma. Na ukitaka kufanya jingine lolote lile la kheri, basi ili ubakie salama, muombe Allah akupe hifadhi au ulinzi, asije akakuvurugia kheri hiyo shaitani. Kwa ukisema a'udhu, maana yake ninajilinda. A'udhu, ninajilinda, kwa maana ninataka nilindwe, nataka ulinzi. Billahi, ulinzi ninaotaka ni wa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndo awe mlinzi wangu. Akulinde na nini? Mina shaitani rajim, anilinde kutokana na shaitani aliyelaaniwa, aliyetolewa kwenye ridhaa ya Allah, yuko mbali na radhi ya Allah. A'udhu billahi minash shaitani rajim, ninajilinda kwa Allah, yani ninamuomba Allah anilinde minash shaitani rajim, kutokana na shaitani aliyebaidishwa na rehema za Allah. Kama hukufanya hivyo, huwezi kufanikiwa kwa lolote kwenye mambo ya kheri ya dunia hii ambayo yatakuwa yanategemewa kuwa na faida na akhera yako. Kwa sababu shaitani kachukua ahadi, kamwambia Allah, araaitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Unamuona huyu kiumbe wako ambao ndo umemtukuza kuliko mimi, yani Adam, kama utanipa muda mpaka siku ya kiyama tu, yani kaona kama ni muda mdogo, na ni kweli mdogo, sababu Allah anasema kiyama kiko karibu. Ukiniacha mpaka siku ya kiyama, nitatumia muda huo kuwapoteza kizazi cha huyu uliyemtukuza chote. Watasalimika wachache utakao walinda mwenyewe, maana aliyelindwa na Allah hawezekani na shaitani. Shaitani hamwezi, lakini aliyekuwa hana ulinzi, huyo anakuwa ni pri kwenye kinywa cha shaitani, atamnyanyasa anavyotaka. Kwa hiyo kitu muhimu walichofunzwa waumini wanapotaka kufanya kheri yoyote, wajue nyuma ya kheri hiyo au mbele ya kheri hiyo kuna kikwazo, kuna uadui, kuna pingamizi. Wajielekeze kwa Allah mapema, wamuombe awahifadhi, awalinde. Watafanikiwa kuiendea hiyo kheri na wanufaike nayo. Ukufanya hivyo, utaiendea hiyo kheri, hata ukiiendea huwezi kupata manufaa, kwa sababu shaitani atakuharibia. Uone ndo nishafanya, kumbe ulichofanya kimeharibika, kiko nje ya viwango, hakikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kusema a'udhu billahi kabla ya kila jambo ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hata tukianza kusoma, au wewe ukianza kusoma, iwe nyumbani kwako, iwe msikitini, ushatia udhu, umesema niko itikafu hapa msikitini, natumia huu muda angalau nipate juzuu moja, usije ukaghafilika kuomba ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwambie Allah akulinde kwa muda huo utakaokuwa unataka kufanya kheri hiyo. Baada ya isti'adha, kinachofuata ni aya ya kwanza utakayoanza kusoma, na tunasoma suratul Fatiha. Sura ya kwanza ina aya 7. Suratul Fatiha aya yake ya kwanza ni bismillahir rahmanir rahim. Umetaka ulinzi kwa Allah, na bila shaka Allah atakupa, sababu Allah si bakhili, hapendelei. Ukiomba kutoka moyoni kabisa, anakukubalia na anaprovide ulinzi kwako. La pili unalotakiwa kufanya
ni kusema bismillahir rahmanir rahim. Kwa hapa hii ni aya ya kwanza. Kwenye sura nyingine bismillah haihesabiwi kuwa ni aya ya kwanza. Bismillah ni aya kwenye suratul Fatiha tu. Lakini kuwekwa hii bismillah mwanzo wa kila sura pia ni mafunzo kwetu, kwa sababu iko kwenye kitabu cha mwongozo. Hii inatupa sisi taaluma ya kwamba kabla ya chochote tunachokifanya katika kheri, basi tutangulize kutaja jina la Allah. Tunafunzwa tukitaka kufanya chochote cha kheri kwa ajili ya Allah, ili tukisajili kikubaliwe kuwa ni ibada na tuweze kufanikiwa kupata kile tunachotaraji katika thawabu, lazima tukitajie au tutangulize jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukianza kusoma unaitanguliza bismillah, yani nakusudia kusoma na anza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah Ar-Rahmanir Rahim, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Unapotaka kula chakula, kabla hujala unaanza kusema maneno haya, bismillahir rahmanir rahim. Maana yake nakusudia kula chakula hiki kwa kutanguliza jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na chochote unachotaka kufanya, hata starehe yako ya nyumbani na mwenzako, unapotaka kwenda kwenye lile jambo, usije ukasahau kusema bismillahir rahmanir rahim. Haiwi hata kuingia chooni, kabla hujaingia unasema bismillahi, alafu ndo unasema Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi ni mwanzo wa kila jambo unalolifanya. Ukifanya hivyo ni kama umesajili hilo unalotaka kulifanya kwa Allah, aelewe unafanya nini na ajue unafanya kwa ajili yake, adhamini jambo lako hilo malipo. Kwa hiyo kwa sababu tunataka kusoma, tunasema bismillahi, tunaanza kusoma kwa jina la Allah, kwa kutanguliza kusema jina la Allah, kutaja jina la Allah. Ar-Rahmani, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Ar-Rahimi, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Ni aya ya kwanza, ina maneno manne tu, bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Allah ni ismu dhati, ni jina lake mwenyewe halisi, Allah Mola muumba wa ulimwengu huu. Kwa hiyo bismillahi ni kwa jina la Allah, unaliweka pale jina la Allah. Washirikina walikuwa wanajua umuhimu wa kutanguliza kutaka hifadhi kwa kutumia majina ya miungu yao. Kwa hiyo hata na wao walikuwa wana utamaduni huo. Wanapotaka kufanya mambo yao wanaweza wakasema bismillata, bismil uzza, bismil mana. Walikuwa wanatumia mambo kama hayo. Kuja kwa Uislamu na wakatangaziwa ubaya wa kuabudu masanamu, na wakatangaziwa Mungu wa haki anayestahili kuabudiwa, wakapewa badala ya kutaja vitu wasivyopenda na kuridhia Allah, mtajeni Allah mwenyewe. Kwa hiyo wakahama kwenye mazoea na wakajifundisha kutumia maneno haya. Baada ya kushushiwa, walitakiwa wayathamini na wayatie kwenye matumizi. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa baada ya kuelewa tuyathamini maneno haya na tuyatie kwenye matumizi. Unataka kupanda chombo chako cha usafiri, basi unasema bismillah. Unaingia nyumbani, unasema bismillah. Unataka kuvaa nguo, unaanza bismillah. Jizoeshe hivyo kwa jina la Allah. Ar-Rahmani ni mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Ar-Rahimi, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Hivi ndo kwa Kiswahili huwa tunatafsiri.
lakini maana yake Ar-Rahman na Ar-Rahim ni majina miongoni mwa majina ya Allah yanayotaalaq na sifa zake. Allah ana sifa zake zipo kwenye majina anayojiita. Amesema walillahi al-asmaul husna, Allah ana majina mazuri mazuri, fad'uhu biha, basi muombeni kwenye haja zenu kwa kuyatumia hayo majina yake. Una haja katika masala ya riziki, basi jina munasib anaitwa Ar-Razzaq Allah. Una haja katika masala ya kutaka uhifadhi, nusra huko kwenye shari, unaogopa wenye vitisho, basi Allah pia anayo majina yanayofanana na hayo. Muombe kwa jina lake ya Jabbar, ewe Jabbar. Kama kuna mbabe anakusumbua, basi mbabe zaidi ni Allah. Hiyo ni mifano. Kwa hiyo haya majina aliyoyatumia hapa Ar-Rahmanur Rahim, kama kwa maana yanafanana, kwa sababu yanatokana na masdari moja. Ar-Rahmatu yanatokana na sifa ya Allah ya rehma, lakini sigha tu tofauti ya Ar-Rahmanu na Rahim imetumika. Asili ni moja, Ar-Rahmatu, rehema, lakini ikija katika sifa, jina linaloakisi sifa ya Allah Ar-Rahmanu na Ar-Rahimu ina tofauti. Utaikuta ni majina tofauti. Utofauti wake ni kwamba ukitumia hili neno Ar-Rahmanu linaleta maana nyingine, na ukitumia neno Ar-Rahimu linaleta maana nyingine. Sigha ya neno Rahmani ni sigha ambayo inaonyesha jambo ambalo lipo kwa sasa, lakini linaweza baadaye lisipatikane. Sasa lipo, lakini si lazima liwe ni la kudumu. Hili Ar-Rahmani sigha iliyotumika, yani ukiigeza na maneno mengine, huu mfumo wa hili jina una maana ya kwamba hii ni sifa au tabia ambayo sasa ipo, lakini kwa sigha hii si lazima iwe inaweza kuendelea au kudumu. Nitatoa mifano baadaye. Sigha ya pili Ar-Rahim, hii inamaanisha kwamba hii ndio sifa endelevu, ipo sasa na itaendelea kuwepo. Tuchukue hii sigha ya haya maneno ambayo yako kwenye sifa za Allah, ni majina ya Allah, lakini kilugha sigha ya Rahman, hebu tuiweke kwenye majina mengine au maneno mengine. Tuchukue maneno kwa mfano ghadabu, al-ghadabu. Al-ghadabu ni neno la Kiarabu, hasira. Sasa al-ghadabu ni kama hili tusema tumelichukua hili neno kwenye neno Ar-Rahmatu, rehema, tukapata Ar-Rahman, Ar-Rahim, lakini chimbuko lake ni rehema. Kwa hiyo na al-ghadabu, hasira, tunaweza tukalichukua hili neno tukatohoa tukalitia kwenye hizi sigha mbili. Tukichukua ghadab tukaiweka kwenye sigha ya Rahmani, tutapata neno linaloitwa ghadban. Al-ghadabu ni sifa au tabia, hasira, na mtu ndo anayekuwa na hii sifa, anaweza kuudhiwa akakasirika. Al-ghadabu ni hasira, ghadab. Lakini tukaiweka kwenye sigha hii ya Rahmani au sigha ya Faalani, tunapata neno ghadban. Kasema hadha rajulun ghadban, mtu huyu, hadha rajulu ghadbanun,
mtu huyu sasa hivi ana hasira. Ghadbanu manake sasa hivi hapa alipo tunapomwongelea sasa hivi ana hasira tele, ana tempa. Lakini sigha hii tumesema huwa haidumu. Kama sasa hivi ana hasira, hasira ni kitu baada ya muda mdogo tu kinaweza kikaondoka. Anaweza akapata mtu wake huyu aliyekasirika, akaja sasa hivi akamuongelesha maneno mawili tu akaanza kucheka, hasira yote ikafutika. Kama alikuwa na shari ikaondoka, watu walikuwa wanatetereka, wanataharaki, wakatulia kwa sababu ile hasira imeondoka. Lakini tukaichukua hii ghadhabu tukaiweka kwenye hii sigha ya rahim, tutapata neno ghadib. Hadha rajulu ghadibun, mtu huyu ana tabia ya hasira. Hasira ndo maumbile yake. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi tunapomsifia hana ile hasira, yuko poa tu, mnasema anaongea na watu anacheka, lakini unapewa taarifa huyu mtu kuwa naye makini, ni mtu wa hasira, maumbile yake hasira, wakati wote kinaripuka. Tabia hii anayo mpaka atakufa, ni tabia endelevu kwa huyo mtu. Mmefahamu eh? Kwa hiyo sigha Rahman ni sifa miongoni mwa sifa za Allah. Hivi sasa ni mwenye rehema sana kwa viumbe wake, lakini kwa sababu tu ya kilugha, rehema alizonazo sasa msitegemee kwamba zitaendelea kubaki na muda mwingine unaokuja. Rehema zake kwa sasa, upole anavyochukulia mambo, anawavumilia wanaomuudhi, yanafanyika makubwa yanayomkasirisha, lakini akabaki anachukulia, anapotezea. Hiyo ndo katika sifa zake za Rahman. Kuna viumbe kaumba mwenyewe, kawafadhilisha, kawapa neema nyingi, hawamtambui, hawamshukuru, wanamkufuru, wanamfanyia asivyotaka. Lakini kwa sababu ya sigha ya Rahmani, hata kwa hawa wanaomkufuru, wanaomuasi, wananufaika na hii tabia yake ya rehema. Anawarehemu wanaomtusi, anawarehemu wanaomkufuru, anawarehemu wanaomuasi, kama anavyowarehemu vipenzi vyake ambao wanamheshimu, wanamtii, wanamwabudu. Kwa hiyo Ar-Rahman ni sigha ambayo sifa ya Allah alionayo hivi sasa, ni mwenye rehema sana kwa viumbe wake, kwa mchanganyiko, kwa ujumla wao, wazuri wao na wabaya wao. Allah ni Rahmani. Mtu anakuwa kafiri, muasi, dhalimu, lakini Allah hamkatishii rehema zake na neema zake, ananufaika nazo kwa sasa. Lakini sigha ya Rahim pia ni rehema ya Allah, na hii ni tabia yake endelevu sasa na muda mwingine ujao. Kwa hiyo hii ya Rahim, wakati tuliposema hii ya Rahmani inaweza ikawa mbele isifanye kazi, ni kwa sababu hapa duniani ni mahala pa muda mfupi. Allah pia na yeye ana subira, na anasema yuko pamoja na wenye subira. Kwa hiyo rehema zake hizi kubwa amewapa viumbe wake wote, wanaomkubali na wasiomkubali. Bado akiongea nao anasema nao kwa upole, kama kuwabembeleza, enyi waja wangu, basi tubieni, ombeni msamaha kwa Mola wenu. Kamtuma mtume wake Nabii Musa kwa mfano kwa Firauni aliyejiita Mungu, lakini kwa sababu ya jina hili Rahmani anamtuma Allah mjumbe wake, nenda kwa Firauni, ongea naye lugha poa, sema naye maneno laini, labda huenda akafahamu au akaogopa.
idhhaba ila firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Ninakutumeni nyinyi wawili, wewe na ndugu yako, nendeni kwa Firauni, innahu tagha, hakika kapitiliza mipaka, too much, tena more than enough. Lakini mkifika, faqula lahu qawlan layyinan, semeni naye maneno laini, msiwe wakali kwa sababu kafiri, msiwe wenye maneno magumu kwa sababu ni mtu dhalimu. Qula lahu qawlan layyinan, semeni naye maneno laini, ongeeni naye kwa hoja, mpeni dalili, zungumzeni kistaarabu. La'allahu, huenda mkitumia utaratibu huo, huenda huyu kiumbe mwenzenu yatadhakaru, akafahamu. Nizungumza naye kiungwana, huenda akafahamu. Dhikra ni remembrance, huenda yakamuingia akilini. Au yakhsha, au anaweza akaogopa, akajijua cheo chake kwa yeye ni kiumbe, asivae mamlaka ya muumba, akajitangaza yeye Mungu. Mkiongea naye vizuri kwa hoja, anaweza akaogopa. Ni rehema ya Allah hiyo, chini ya jina lake Rahmani. Anafanya hivyo kwa sasa hapa duniani, anawarehemu mpaka wanaomkataa. Lakini hii sigha ya Rahim, hii inaitwa ni rehema ndogo ndogo. Hata kwenye tafsiri za Kiswahili, kwa jina la Allah, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, wana tafsiri hivyo. Wanamaanisha hii kubwa kubwa ni kwa sababu ina apply kwa wote viumbe wake hapa ulimwenguni. Kwa sasa ana rehema Allah kwa viumbe wake wote hapa ulimwenguni. Lakini hii ya Rahimi inayotafsiriwa kwamba ni neema ndogo ndogo, ni kwa sababu hii ni kwa baadhi tu ya viumbe wake watakaovuna rehema hii ndogo, kwa sababu ni ya upendeleo, ni kwa watu maalumu, waumini peke yao, waliofanya vyema wakafanikiwa kwenda peponi. Hawa ndio watakaonufaika na hili jina la Allah la Rahimu. Kafiri hatokuwa kwenye jina hili baadaye kwenye ulimwengu ujao. Kuna hadithi mafuhumu yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Allah baada ya kuumba ameigawa rehema yake sehemu 100. Kwa lugha ya kitaalamu ya kisasa, rehema ya Allah yote kwa ujumla wake 100% ya rehema yake, 100% rehema ya Allah. Sasa rehema yake 100% ameigawa au ametoa 100%, yani 1 katika 100. 1 katika 100 ya rehema za Allah ndiyo anayoitumia sasa hapa duniani. 1% ya rehema yake ndiyo anayoitumia sasa hapa duniani. Kwa hiyo 100% ndo akaiweka mpaka kwa wanyama, kwamba hata kuku akisikia mtoto wake kamkanyaga analia, anaondoa mguu kwa kumhurumia asije akamuumiza. Ng'ombe na mbuzi anakuwa na huruma kwa vitoto vyao, wanakuwa na huruma kwa vitoto vyao vichanga. Hatikisi miguu akiona mtoto wake yuko nyuma anatafuta chuchu ya maziwa kunyonya, asije akamkanyaga akamuumiza. Kwa hiyo rehema hiyo 1% ndio ina apply katika maendesho ya dunia hii yote, yeye mwenyewe Allah kwa viumbe wake, na mpaka akaiweka kwa viumbe wenyewe kwa wenyewe, wakawa wameumbiwa huruma. Huruma yote hiyo au rehema yote hiyo ni 1% katika rehema za Allah. Kwa maisha ya dunia hii tunaenda na hiyo 1% ya rehema ya Allah. Lakini akhira, kwa watakaobahatika kuwa maisha yao ya sasa ya mtihani wamefaulu, wamefanya vizuri, baada ya hisabu na malipo wakastahiki kwenda peponi,
huko peponi sasa ile 99% iliyokuwa reserved plus 1 hii ambayo imetumika hapa, 100% ya rehema ya Allah ndio itatumika huko kwenye janna kwa watakao bahatika. Allah atujalie nasi tuwe ni miongoni mwa watu wa janna. Mmenifahamu? Kwa hiyo ikiitwa hii Rahmani ni neema kubwa kubwa au rehema kubwa, ni kwa sababu kwa sasa ndio inatumika kwa wote viumbe wa Allah bila ubaguzi. Ukubwa wake ni kwamba ina apply kwa wote. Hii inayoambiwa ndogo ndogo ni ndogo kwa sababu inaenda kwa tapo maalum tu la watu ambao walishika imani wakaitendea haki yake, walipomaliza maisha yao ya mtihani duniani, akhera walikokwenda walikuwa wamefaulu. Hao ndo watakao bahatika na watakao nufaika na hizo asilimia zote za rehema ya Allah. Kwa hiyo hii Rahim ndo kama kubwa, imeitwa ndogo kwa sababu watu wa fungu moja tu dogo tu la waumini waliofanya vizuri. Na hii inaitwa Rahmani ikaitwa kubwa ni kwa sababu wananufaika nayo wote, wanaotambua na wasiotambua, wazuri na wabaya, wanaofanya taa na wanaofanya maasi, wote wanapata manufaa kwa sasa kwenye sifa ya Allah ya Rahman, kama alivyojitangaza Ar-Rahmanu allama al-Quran khalaqa al-insana allamahu al-bayan. Allah mwingi wa rehema ameelimisha Qur'ani, hatimaye kamuumba mwanadamu akamfundisha lugha, akaendelea kutaja na aliyoyafanya mengi huko nyuma mpaka